الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نendelea na sharhu kitabi sifati salati nabii sallallahu alayhi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Tumefikia katika mlango al-qiyam, faradhi ya kusimama katika sala. Qala Sheikh al-Albani rahimahullah, mwanzo wal-qiyam, qala wa kana sallallahu alayhi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wat-tatawwu' i'timaran biqawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama katika sala qa'iman, hali ya kusimama katika sala ya faradhi na ya sunna kwa kufuata amri ya maneno ya Allah mtukufu, wa qumu lillahi qanitin, simameni katika sala kwa ajili ya Allah hali ya kuwa watiifu. Tumefikia katika sharhi istadalla ahlul ilmi, hapo sio? Qala الشارح واعلم أن الراجح أن هذا الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة كما قرره ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته. Tulielezea wiki mbili zilizopita kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم katika maradhi ya kufa kwake alikuwa akisali kwa kukaa na masahaba wanasali kwa kusimama. Mwanzo kabisa ilikuwa Mtume akisali kwa kukaa anawaamrisha masahaba pia wakae, lakini mwisho katika maradhi ya kufa kwake Mtume sallam ikawa anasali kwa kukaa na anawaacha masahaba wanasali kwa kusimama, kuonesha kwamba hii hukumu ya mwisho ilifuta ile hukumu ya kwanza ya kwamba imamu wakikaa pia maamuma wakae. Ndio anasema hapa sharih Sheikh Bazamul hafidhahullah, wa'lam anna ar-rajiha anna hadha al-amra 'ala al-istihbab jam'an bayna al-adillah kama qarrarahu ibn Hajar fi Fath al-Bari عند شرحه لحديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته. Jua kwamba kauli yenye nguvu ni kwamba amri hii ni ya sunna. Hiyo ya kuwaamrisha wakae ni amri ya sunna, au wasimame ni amri ya sunna, kwa ajili ya kukusanya baina ya dalili hizo nyingi, kama alivyothibitisha hivyo Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fath al-Bari alipokuwa akisherehesha hadithi ya sala ya Mtume sallam katika maradhi ya kufa kwake. Hapa nyuma alielezea ikhtilafu ya maulama kuhusu jambo hili. Thumma qala wal jam'u baina al-ahadithi mumkin, kukusanya baina ya hadithi nyingi hizo inawezekana, bi an yuqala إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة جالسا لمرض أو حاجة ألمت به فإن من يصلي خلفه يصلون جلوسا، فإذا ابتدأ الصلاة بهم قائما ثم طرأ ما يدعوه إلى الجلوس فإن من خلفه يستمرون قياما ويتابعونه هو يصلي جالسا وهم يتابعونه قياما، كما حصل في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم لما افتتح الصلاة بالناس أبو بكر ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا يأتم به أبو بكر ويأتم الناس بأبي بكر. أسمع imamu akianza sala kwa kukaa, hali ya kukaa kwa ajili ya maradhi
au haja yoyote iliyompata, wale wanaosali nyuma yake pia watasali kwa kukaa. Ikiwa imamu ameanza sala kwa kukaa, wale maamuma nao watasali kwa kukaa. Ama imamu akianza sala kwa kusimama kisha likamtokea jambo linalosababisha akae, fa innamal khalfahu yastamiruna qiyama wa yutabi'unahu, wale walio nyuma yake maamuma wataendelea kusimama na watamfuata hivyo hivyo. Yeye anasali kwa kukaa na wao wanasali kwa kusimama, kama ilivyotokea hilo katika maradhi ya Mtume SAW alipoanza sala na watu. Abu Bakr as-Siddiq ndiye aliyekuwa ni imamu. Kisha alipokuja Mtume SAW wasalla jalisan, na Mtume akasali kwa kukaa, ya'tammu bihi Abu Bakar akawa anamfuata Mtume na watu wanamfuata Abu Bakar. Mtume amekaa, maamuma masahaba wamesimama wanamfuata Abu Bakar, wallahu alam. Kisha akasema, jua kwamba amri hii ni ya sunna kwa kukusanya baina ya dalili hizo, kama alivyothibitisha hivyo al-Hafidh Ibn Hajar fi Fath al-Bari. Ni hadithi hiyo nambari 687 fi kitab al-adhan, babu innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, min sahih al-Bukhari. Mlango huo imamu amewekwa ili afuatwe, katika sahih al-Bukhari. Qala rahimahullah, wastudilla bihi ala naskhi al-amri bi salati al-ma'mumi qa'idan idha salla al-imamu qa'ida. Asema imetolewa dalili kwa hadithi hiyo kufutwa ile amri ya maamuma kusali kwa kukaa ikiwa imamu atasali kwa kukaa. Ikiwa imamu atasali kwa kukaa, imefutwa ile amri ya maamuma pia wasali kwa kukaa. Amri hiyo imefutwa likaunihi sallallahu alaihi wasallam aqarra as-sahabata ala al-qiyami khalfahu wa huwa qa'id, kwa kuwa Mtume SAW aliwatuliza masahaba kusimama nyuma yake na hali yeye ni mwenye kukaa. Yeye anasali kwa kukaa, masahaba nyuma yake wanasali kwa kusimama, hakuwaelekeza kwamba wakae. Kwa hiyo hii imefuta ile hukumu ya mwanzo ya kuwaamrisha wakae. Hakadha qarrarahu Shafi'i, hivi ndivyo alivyothibitisha alimamu Shafi'i. Wakadha naqalahu almusannifu fi akhir albab an shaykhihi alhumaydi wa huwa tilmidhu Shafi'i, na hivyo hivyo amnukuu musannif katika mwisho wa mlango huu kutokana na shekhi wake al-Humaydi, naye ni mwanafunzi wa Imamu Shafi'i. Wabidhalika yaqulu Abu Hanifa wa Abu Yusuf wal-Auza'i wa hakahu al-Walid ibn Muslim an Malik wa ankara Ahmad naskha al-amri al-madhkur bidhalik. Al-Imamu Ahmad yeye anapinga kufutwa amri hiyo tajwa kwa hadithi hii. Wajamaa baina alhadithain bitanzilihima ala halataini. Alimamu Ahmad yeye amejumuisha na kukusanya baina ya hadithi hizi mbili kwa kuziweka katika hali mbili. Ihdahuma, hali yao ya mwanzo, idha ibtada alimamu ratibu salata qa'idan limaradhin yurja bur'uhu fahinaidhin yusalluna khalfahu qu'uda. Imamu ratib akianza sala hali ya kukaa kwa sababu ya maradhi ambayo hutarajiwa kupona kwake maradhi hayo, pale maamuma nao watasali nyuma yake hali ya kukaa. Thaniyatuhuma, hali yao ya pili, idha ibtada al-imamu ratibu qa'iman lazima al-ma'mumina an yusallu khalfahu qiyama. Imamu akianza sala hali ya kusimama, itawalazimu maamuma nao wasali nyuma yake hali ya kusimama, sawaun taraa ma yaktadhi salata imamihim qa'idan am la, sawa lilitokea jambo ambalo lina hukumu sala ya imamu wao kuwa amekaa au halikutokea. Hivyo hivyo nao watasali nyuma yake kwa kusimama,
kwa sababu imamu ameanza sala kwa kusimama na maamuma nao watasimama, kama fi alahadithi allati fi maradhi mauti nabii sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo katika hadithi zilizokuja katika maradhi ya kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna taqrirahu lahum ala alqiyami dalla ala annahu la yalzamuhum aljulusu fi tilka alhala, ile uthibitisho wake Mtume sallam kuwathibitisha masahaba kusimama, hii inafahamisha kwamba hajawalazimisha kukaa katika hali hiyo. Lianna Aba Bakrin ibtadaa as-salata bihim qiyama wa sallau maahu qiyama, sababu Abu Bakr as-Siddiq alianza kusali nao kwa kusimama na wao nao wakasali kwa kusimama, pamoja na kwamba Mtume alisali kwa kukaa, lakini masahaba wakaendelea kusali kwa kusimama. Bikhilafi alhalati alula, kinyume cha ile hali ya mwanzo. Fa innahu sallallahu alayhi wasallam ibtada as-salata jalisan, Mtume alianza kusali kwa kukaa. Falamma sallau khalfahu qiyaman ankara alaihim, masahaba waliposwali nyuma yake kwa kusimama akawakataza, akawaambia wakae. Hii ndiyo jam baina alhadithaini kwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mwanielewa au unawachanganya? Sikuwa nawachanganya kama hizi hali zimepita huko nyuma, tumeelezea hivi hali hizi. Sheikh Bazamul hafidhullah, kwamba imamu akianza kuswali kwa kusimama na maamuma waswali kwa kusimama, akianza imamu kuswali kwa kukaa na maamuma waswali kwa kukaa. Qala wa yuqawi hadha aljamaa anna alasla adamu naskhi, inatilia nguvu hali hii jamii hii kwamba asili ni kukosekana kufutwa hukumu. Hii ndiyo asli. Asli ni kwamba hakuna naskhi. Ikiwezekana jamii inatangulizwa jamii kuliko naskhi, la siyama wa huwa fi hadhihi alhala yastalzimu da'wa an-naskhi marrataini, hasa katika hali hii inalazimu madai ya kufutwa mara mbili. Lianna al-asla fi hukmi al-qadiri ala al-qiyami alla yusalli qa'ida, asili katika hukumu ya mwenye kuweza kusimama asisali kwa kukaa. Mtu anayeweza kusimama lazima asali kusimama katika sala ya faradhi, asisali kwa kukaa. Waqad nusikha ila alqu'udi fi haqqi man salla imamuhu qa'ida, hii imefutwa hii kwa kukaa katika haki ya aliyesali ambaye imamu wake anasali kwa kukaa na yeye naye atasali kwa kukaa yule maamuma. Fada'wa naskhi alqu'udi ba'da dhalik taqtadhi wuqu'a an-naskhi marratayn wa huwa ba'id, kwa madai ya kwamba kufutwa ile hukumu ya kukaa baada ya hapo, hii itahukumu na itataka kutokea naskhi mara mbili, kufutwa hukumu hiyo mara mbili. Wa huwa ba'id, na jambo hili liko mbali. Kwa Imamu Ahmad yeye amekwenda jambo hili la kujumuisha baina hizi hadithi mbili katika hali hizi mbili alizozielezea, kwamba imamu ratib akianza kuswali kwa kukaa kwa maradhi, basi hapo maamuma nao wasali nyuma yake kwa kukaa. Ama imamu akianza sala kwa kusimama, maamuma nao itawalazimu kuswali nyuma yake kwa kusimama. Unaelewa? قال وقد قال بقول أحمد جماعة من محدث الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان. ومسمى pia maneno ya Imamu Ahmad kundi la muhadithi maulama wa hadithi wa Shafiia kama Ibn Khuzaima, Ibn al-Mundhir, Ibn Hibban pia wamekwenda kwa kauli hii ya Imamu Ahmad. Wa ajabu an hadithi al-bab bi ajwibatin ukhra, wameijibu hii hadithi ya mlango huu kwa majawabu mengine. Minha qaulu Ibn Khuzaima innal ahaditha allati waradat biamri alma'mumi an yusalli qa'idan
tab'an liimamihi lam yukhtalaf fi sihhatiha wala fi siyaqiha. Majawabu hayo yaqulu Ibn Khuzaimah rahimahullah, hadithi zilizokuja kwa kumwamrisha maamuma naye asali kwa kukaa, kwa kumfuatia imamu wake aliyekaa, lam yukhtalaf fi sihhatiha wa fi siyaqiha, hakuna ikhtilafu katika usahihi wa hadithi hizo na katika mpangilio wake. Wa amma salatuhu sallallahu alaihi wasallam qa'idan fakhtulifa fiha, ama sala ya Mtume sallam aliyosali kwa kukaa, hapa pana ikhtilafu. Hal kana imaman au maamuma, je, alikuwa wakati huo Mtume ni imamu au ni maamuma? Qala wama lam yukhtalaf fihi la yanbaghi tarkuhu limukhtalafin fihi, jambo ambalo halijakhtalifiana, hakuna maulamaa waliotofautiana, haitakikani kuliwacha hili kwa jambo ambalo maulamaa wamekhtalifiana. Lile jambo ambalo hakuna ikhtilafu, haifai kuliwacha kufuata jambo ambalo lina ikhtilafu. Wa ujiba, pia linajibiwa hilo, bidafi al-ikhtilaf walhamli ala annahu kana imaman marratan wa ma'muman ukhra. Inajibiwa hii kwa kuzuia ikhtilafu na kuondoa ikhtilafu na kuchukua kwamba Mtume alikuwa imamu mara fulani na pia alikuwa maamuma mara nyingine, hali zote mbili. Hali ya kwanza alikuwa ni imamu halafu akawa ni maamuma. Wa minha anna ba'dahum jamaa baina alqissataini, katika majawabu hayo ni kwamba baadhi ya maulamaa wamekusanya baina ya hivyo visa viwili, bi anna al-amra bil julusi kana linnadbi, kwamba ile amri ya kuamrisha wakae masahaba, amri ile ilikuwa ni ya sunna, siyo ya lazima. Wa taqriruhu qiyamahum khalfahu kana libayani aljawaz, na ule uthibitisho wa Mtume sallam kusimama kwao nyuma yake ilikuwa ni kubainisha kwamba inafaa yeye asali kukaa na wao nyuma yake wasali kwa kusimama. Kana libayani aljawaz. فعلى هذا الأمر من أما قاعدا لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام. kwa hili ni kwamba فعلى هذا الأمر, kutendapo na amri hii ni kwamba anayekuwa imamu akawa imamu qaidan, ni mwenye kukaa kwa udhuru, imamu anasali kukaa kwa udhuru, takhayyara man salla khalfahu, watakuwa na khiari wale maamuma watakuwa wasali nyuma yake, watakuwa na khiari baina alqu'udi walqiyam, baina ya kukaa kama yule imamu wao na baina ya kusimama. Wanaweza wakakaa na wanaweza wakasimama. Walqu'udu aula, na kukaa ni aula, lithubuti al-amri bilitimami, kwa kuthubutu hii amri ya kumfuata imamu, walitibaa, na kumfuata yeye. Kwa hiyo kukaa ni aula kwa maamuma kwa sababu imamu wao amekaa. Imamu anasali kukaa na wao maamuma nao watamfuata imamu wao wasali kwa kukaa. Qala lithubuti al-amri bil-ihtimami wal-ittiba' wa kathrati al-ahadithi al-waridati fi dhalik, kwa kuthubutu amri hiyo ya kumfuata imamu na wingi wa hadithi zilizokuja katika hilo. Lakin wa ajaba Ibn Khuzaimah an istib'adi man istab'ada dhalika. Ibn Khuzaimah sasa akajibu kuhusu ile kuweka mbali yule aliyeweka mbali hilo, bi anna al-amra qad sadara min an-nabi sallallahu alayhi wasallam bidhalik wastamarra alayhi amalu as-sahaba fi hayatihi wa ba'dahu. Amri hii ilitokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam na ikaendelea amali ya masahaba katika uhai wake na baada ya kufa kwake, kwamba Mtume alisali kukaa, masahaba wakasali kwa kusimama. Hili liliendelea katika uhai wa Mtume na baada ya kufa kwake. Farawa Abdul Razzaq biisnadin sahihin an Qais ibn Fahd bifathi alqaf,
قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء الأنصاري، قيس بن قهد الأنصاري، أن إماما لهم اشتكى لهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imamu wao aliwashtaki kwa katika zama za Mtume sallam, qala, akasema, fakana ya ummuna wa huwa jalis wa nahnu julus, alikuwa imamu wetu akiswali kwa kukaa na sisi tunakaa. Warawa Ibn al-Mundhir biisnadin sahihin an Usayd bin Hudhair annahu kana ya ummu qaumahu fashtaka fakharaja ilayhim ba'da shakwahu faamaruhu an yusalli bihim. Asema amepokea Ibn al-Mundhir kwa isnadi iliyo sahihi kutokana na Usayd ibn Hudhair kwamba kana ya ummu qaumahu, alikuwa anawakalia imamu jamaa zake, fashtaka, akaumwa akawa ni mgonjwa, fakharaja ilayhim ba'da shakwahu, akatoka kwao baada ya maradhi yake, faamaruhu an yusalli bihim, wakamwamrisha awasalishe hivyo hivyo. Faqala inni la astati'u an usalli qa'iman, akawaambia mimi siwezi kusali kwa kusimama, faqudu, kaeni. Fasalla bihim qa'idan wa hum qu'ud, akawasalisha yeye hali ya kuwa ni mwenye kukaa na wao nao wamekaa. Warawa Abu Daud min wajhin akhara an Usayd ibn Hudhair annahu qala ya Rasul Allah inna imamana maridun, ewe Mtume wa Allah, imamu wetu ni mgonjwa. Qala idha salla qa'idan fasallu qu'uda, akiswali hali ya kukaa huyo imamu na nyinyi swalini kukaa. Lakini wa fi isnadihi inqita, katika isnadi ya hadithi hii kuna inqita, kukatika sanadi yake, kwa ni katika anwa'i dhaif, alhadithu almunqati ni dhaif. Warawa Ibn Abi Shayba biisnadin sahihin an Jabir annahu ishtaka, alikuwa mgonjwa Jabir, fahadharati salatu fasalla bihim jalisan wa sallau ma'ahu julusa, ikafika wakati wa sala akawasalisha hii hali ya kukaa, wakasali masahaba pamoja naye hali ya kukaa. Wa an Abi Huraira annahu afta bidhalik wa isnaduhu sahihun aidha, ipokuwa na Abu Huraira kwamba alitoa fatwa hilo na isnadi yake ni sahihi. Waqad alzama Ibn al-Mundhir man qala bi anna as-sahabiyya a'lamu bita'wili ma ruwiya bi an yaqula bidhalik, amelazimisha Ibn al-Mundhir, amemlazimisha anayesema kwamba sahabi anajua zaidi tafsiri ya yaliyopokewa, bi an yaqula bidhalik, kwa kusema hivyo, li anna Aba Hurairata wa Jabiran rawaya al-amra al-madhkur, Abu Huraira na Jabir wamepokea jambo hilo lililotajwa kwamba imamu akisali kukaa na maamuma nao wanasali kwa kukaa. Wastamarra ala al-amali bihi, wakaendelea kutekeleza amali hiyo. Walfutia, na kutoa fatwa hilo baada an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Wayalzamu dhalika man qala inna as-sahabiyya idha rawa wa amila bikhilafihi anna al-ibrata bima amila min babil aula. Anasema italazimu hilo anayesema kwamba sahabi akipokea halafu akatekeleza kinyume cha mapokezi yake, mazingatio ni ile alivyotekeleza, min babi aula, kuliko alivyopokea. Vile alivyofanya ndiyo inayozingatiwa kuliko alivyopokea, liannahu huna amila biwafqi ma rawa, sababu hapa itakuwa ametekeleza kwa muwafaka wa alivyopokea. Unaelewa? Waqad idda'a Ibn Hibban al-ijma' ala al-amali bihi, amedai Ibn Hibban ijma' itifaqi ya maulama kutekeleza hilo. Wa kaannahu arada sukuta, kama kwamba alikusudia kunyamaza, liannahu hakahu an arba'atin min as-sahaba alladhina taqaddama dhikruhum, sababu alipokea hilo kwa masahaba wanne ambao umetangulia kutajwa kwao. Waqala innahu la yuhfadhu
an ahadin min as-sahaba ghayrihim alqawlu bikhilafihi la min tariqin sahihin wala dhaif. Akasema Ibn Hibban kwamba haikuhifadhiwa kwa yoyote katika masahaba wasiokuwa hao, haikuhifadhiwa kusema kinyume cha hayo walioyafanya masahaba, si kwa njia sahihi wala dhaifu. Haikunukuliwa wala haikuhifadhiwa kinyume cha walivyofanya masahaba. Wakadha qala Ibn Hazm innahu la yuhfadhu an ahadin min as-sahaba khilafu dhalika, sema haikuhifadhiwa kwa yote katika masahaba kinyume cha hivyo walivyofanya masahaba hawa wanne. Thumma nazaa fi thubuti kauni as-sahaba sallu khalfahu sallallahu alayhi wasallam wa huwa qa'idun qiyaman ghayra Abi Bakar, kisha pia akapinga katika kuthubutu kuwa masahaba walisali nyuma ya Mtume sallam na hali yeye ni mwenye kukaa, wao wakasali kwa kusimama isipokuwa Abu Bakar. Hilo pia nazaa amelipinga hili. Qala lianna dhalika lam yarid sarihan, hilo halikuja kwa uwazi. Wa atala fi dhalika bima la taila fihi, akarefusha katika hilo kwa maneno ambayo hayana faida. Walladhi iddaa nafyahu qad athbatahu ash-Shafi'i, hili ambalo anadai kukanusha kwake amelithibitisha al-Imamu Shafi'i. Waqala innahu fi riwayati Ibrahima anil Aswad an Aisha, akisema hili katika mapokezi ya Ibrahim anil Aswad kutokana na mama Aisha radhiyallahu anha. Thumma wajadtuhu musarrahan bihi aidan fi musannaf Abd al-Razzaq an Ibn Jurayj akhbarani Ata fadhakara alhaditha, kisha nikapata hilo limewekwa wazi katika musannaf Abd al-Razzaq kutokana na Ibn Jurayj. Qala akhbarani Ata, akataja hadithi hiyo. Walafdhuhu fasalla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qa'idan waja'ala Abu Bakrin wara'ahu bainahu wa baina an-nas wa salla an-nas wara'ahu qiyama. Hadithi yenyewe lafzi lake ni hili: Mtume sallam alisali kwa kukaa, akawa Abu Bakar yuko nyuma yake, baina yake na baina ya watu, na wakasali watu nyuma yake kwa kusimama. Wa hadha mursalun ya'tadhidu birriwayati allati allaqaha ash-Shafi'i an-Nakhai. Hii ni mursal, lakini inapata nguvu kwa mapokezi ambayo ameyaweka al-Imamu Shafi'i kutokana na Nakhai. Wa hadha huwa alladhi yaqtadhihi an-nadhar, hili ndio ambalo inahukumu mtizamu wa maulama. Fa innahum mubtada'u as-salata ma'a Abi Bakr qiyaman bila niza, masahaba walianza sala pamoja na Abu Bakar hali ya kusimama bila ikhtilaf. Faman idda'a annahum qa'adu ba'da dhalik fa alayhi al-bayan, anayedai kwamba masahaba walikaa baada ya hapo anatakiwa abainishe hilo kwa dalili. Thumma ra'aytu Ibn Hibban istadalla ala annahum qa'adu ba'da an kanu qiyaman, kisha nikaona Ibn Hibban naye anatolea dalili kwamba masahaba walikaa baada ya kuwa wamesimama wakakaa. Bima rawahu min tariqi Abi Zubair an Jabir qala ishtaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fasallayna wara'ahu wa huwa qa'id wa Abu Bakr yusmi'u an-nasa takbirahu, Mtume alikuwa mgonjwa tukasali nyuma yake na hali Mtume amekaa na Abu Bakar anawasikilizisha watu takbira yake. Abu Bakar alikuwa ni muballigh, Mtume sauti yake ni ya chini kwa sababu maradhi. Abu Bakar anafikisha sauti kwa maamuma. Qala faltafata ilaina faraana qiyama, asema akatuzungukia Mtume sallam akatuona tumesimama. Fa ashara ilaina, akatuashiria. Faqa'adna, tukakaa. Falamma sallama, alipotoa salamu, qala in kittum lataf'aluna fi'la farisa war-rum fala taf'alu, mmekurudia nyinyi kufanya vitendo vya Faris na Rum, msifanye hivyo. Wa huwa hadithun sahihun akhrajahu Muslim, lakinna dhalika lam yakun fi maradhi mautihi, lakini hili halikuwa katika maradhi ya kufa kwake. Wa innama kana dhalika haithu saqata anil farasi, isipokuwa hilo lilikuwa wakati alipoanguka kutoka katika farasi.
kama fi riwayati Abi Sufyana an Jabir aidha qala rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasan bil Madina, Mtume sallam alipanda farasi kule Madina. Fasara'ahu ala jidhi nakhla famfakkat qadamuhu, akamwangusha katika kigogo cha mtende. Yule farasi akamwangusha Mtume. Famfakkat qadamuhu, mguu wake ukaumia. Alhaditha. Ndio hapa aliposali kwa kukaa, akawaamrisha masahaba nao wasali kwa kukaa. Ni mwanzo wa Uislamu hapa. tumefahamu. الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح. فلا حجة على هذا لما ادعاه, hakuna hoja kwa hadithi hii kwa anayedai hilo, hakuna hoja. Lianna illa annahu tamassaka biqawlihi fi riwayati Abi Zubair wa Abu Bakr yusmi'u an-nasa at-takbira, isipokuwa alishikamana na kauli yake katika riwaya Abi Zubair kwamba na Abu Bakr naye anawasikilizisha watu takbira za Mtume. Waqala inna dhalika lam yakun illa fi maradhi mautihi, hilo halikuwa isipokuwa katika maradhi ya kufa kwake. Lianna salatahu fi maradhihi al-awwal kanat fi mashrabati Aisha, ile sala yake katika maradhi yake yale ya mwanzo alipoanguka katika farasi ilikuwa katika chumba cha mama Aisha. Fi mashrabati Aisha wa ma'ahu nafarun min ashabihi, na walikuwa pamoja naye kundi la masahaba wake. La yahtajuna ila man yusmi'uhum takbirahu, ilikuwa hapa hawahitaji mtu atakayewasikilizisha takbira yake, sababu Mtume ilikuwa ameumia mguu tu, lakini sauti yake iko sawa. Bikhilafi salati fi maradhi mautihi, kinyume cha sala yake katika maradhi ya kufa kwake. Fa innaha kanat fil masjid wa bijam'in kathirin min as-sahaba, Mtume alikuwa msikitini na kundi kubwa la masahaba. Fahtaja Abu Bakrin an yusmi'ahum at-takbira, hapa Abu Bakar akahitajia kuwasikilizisha masahaba takbira ya Mtume sallam. Intaha. Tumefahamu kwa hii ilikuwa ni katika maradhi ya kufa kwake, hii ya kwamba Mtume aliswali kukaa na masahaba wakaendelea kuswali kwa kusimama. Qala wala rahata lahu fima tamassaka bihi, huwa alishikamana na hii hakuna raha kwake. Lianna ismaa at-takbiri fi hadha lam yutaba Aba Zubairi alayhi ahadun, lam yutabi Aba Zubairi alayhi ahadun. Sema hii kuwasikiliza masahaba takbira, katika hii hakuna yoyote aliyemfuatia Abu Zubair juu ya riwaya hii. Wa ala taqdiri annahu hafidhahu fala mani'a an yusmi'ahum Abu Bakr takbira fi tilka alhala, na tukikadiria kwamba hafidhahu wamehifadhi hiyo, hakuna kizuizi cha Abu Bakr as-Siddiq kuwasikilizisha takbira. Fakana Abu Bakr yajharu anhu bitakbiri lidhalik, Abu Bakr as-Siddiq alikuwa akisema kwa nguvu ile takbira kwa hilo. Wa waraa dhalika kullihi annahu amrun muhtamalun la yutraku liajlihi alkhabara as-sahiha biannahum sallu qiyama kama taqaddama fi mursal Ata wa ghairihi. Asema na nyuma ya hayo yote ni kwamba hili ni jambo ambalo muhtamal, linawezekana, haliwezi likaachwa kwa ajili yake, haiwezi ikaachwa kwa ajili yake hadithi sahihi kwamba masahaba waliswali nyuma ya Mtume kwa kusimama kama ilivyotangulia katika mursal wa Ata, na si kwa yeye, bal fi mursal Ata annahu mustamarru qiyaman ila an inqadat as-salah. Katika mursal wa Ata kwa masahaba waliendelea kusali kwa kusimama mpaka kumalizika kwa sala. Naam, waqa fi mursal Ata al-madhkur muttasilan bihi ba'da qawlihi wa salla an-nas wara'ahu qiyama. Imetokea katika mursal wa Ata iliyotajwa, mursal uliotajwa muttasilan bihi ba'da qawlihi, baada ya maneno yake wakasali watu nyuma yake kwa kusimama.
faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam law istaqbaltu min amri mastadbartu ma sallaytum illa qu'uda fasallu salata imamikum au fasallu salata imamikum ma kana. Lau ningejua mambo yangu nisiyoyajua, lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma sallaytum illa qu'uda, msingesali isipokuwa kwa kukaa. Kwa hiyo salini sala ya imamu wenu ma kana, hivi ilivyokuwa. In salla qa'iman fasallu qiyama wa in salla qa'idan fasallu qu'uda. Imamu akisali kwa kusimama na nyinyi salini kwa kusimama, na imamu akisali kwa kukaa na nyinyi salini kwa kukaa. Wa hadhi ziyada tuqawi ma qala Ibn Hibban, ziyada hii inatilia nguvu yale aliyosema Ibn Hibban, inna hadhihi alqissata kanat fi maradhi mauti nabii sallallahu alayhi wasallam, kwamba kisa hiki kilikuwa katika maradhi ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa yustafadu minha naskhul amri biwujubi salati alma'mumina qu'udan idha salla imamuhum qa'ida. Huchukuliwa dalili kwa kisa hiki kufutwa amri ya kulazimishwa sala ya maamuma kwa kukaa ikiwa imamu wao atasali kwa kukaa. Hutolewa faida kwa kisa hiki kufutwa amri ya ulazima wa kusali maamuma kwa kukaa ikiwa imamu wao atasali kwa kukaa. Liannahu sallam lam ya'murhum fi hadhihi almarrati alakhira bili'ada, sababu Mtume sallam hajawaamrisha masahaba mara hii ya mwisho kurudisha sala, sababu walisali kwa kusimama, yeye amesali kwa kukaa, hajawaamrisha wasali tena kwa kusimama. Lakin idha nusikha alwujubu yabqa aljawaz, ikifutwa hiyo ya wajib itabakia kufaa jambo hilo. Waljawazu la yunafi listihbab, na hiyo jawaz kufaa haipingi usunna. Fayuhmalu amru alakhiru bi an yusallu qu'udan ala alistihbab, kwa inachukuliwa amri yake hii ya mwisho kwamba wasali kwa kukaa kwamba ni amri ya sunna, sio ya lazima. Lianna alwujuba qad rufi'a bitaqririhi lahum, sababu ule ulazima umeondoshwa kwa uthibitisho wake Mtume alivyowathibitisha masahaba na bila kuwaamrisha warudie sala yao. Lianna alwujuba qad rufi'a bitaqririhi lahum wa tarki amrihim bili'ada, ule uwajibu ule umeondoshwa kwa uthibitisho wake Mtume kuwathibitisha wamesali kwa kusimama, pia umeondoshwa ule ulazima kwa kuacha kuwaamrisha warudie sala ile. Hadha muktadha aljam'i baina aladilla wa billahi tawfiq wallahu a'lam. Hii ndio muktadha wa kujumuisha baina ya dalili hizo, wa billahi tawfiq wallahu a'lam. Kwa hiyo khulasa ni vile vile. Vipi? Ni vile vile vipi? Aiwa, kwamba imamu akisali kukaa, maamuma wao wana uwezo wa kusimama, maamuma wasimame vile vile. Umeelewa? Maamuma wasimame vile vile na imamu wao wamekaa. Ndivyo ilivyokuwa katika sala yake ya mwisho ya Mtume sallam, hiyo ya kukaa na masahaba wamesimama. Hii ndiyo khulasa ya maneno haya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.